Mara nyingi binadamu ambao wametuzunguka kwenye maisha yetu wanaweza wakawa ni sababu ya sisi kufanikiwa ama kushindwa kufanikiwa kwenye maisha yetu. Miongoni mwa binadamu ambao wametuzunguka na wana mchango mkubwa katika kufeli ama kufanikiwa kwetu kwenye maisha ni watu ambao tunaingia nao kwenye mahusiano ya ndoa. Kwa sababu hiyo, wapo baadhi ya wanawake ambao kama ukiingia nao kwenye mahusiano inakuwa ni rahisi kwa wewe kufanikiwa katika maisha yako, lakini wapo baadhi ya wanawake ambao ukiingia nao kwenye mahusiano inakuwa ni sababu ya wewe kutokufanikiwa katika maisha yako. Katika video hii nitakwenda kukuambia aina za wanawake ambao hautakiwi kuingia nao kwenye mahusiano ya ndoa, kwani utakapoingia nao kwenye mahusiano ya ndoa hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Nitakwambia ni kwa sababu gani. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kama wewe ni moja kati ya wanaume wanaotamani kufanikiwa katika maisha yao, kamwe usiingie kwenye mahusiano na wanawake wenye tabia na sifa zifuatazo. Namba 1, mwanamke ambaye hawezi kuwa chini ya utawala wako. Pamoja na kuwa katika ulimwengu wa sasa wanawake wanapigania 50 kwa 50, yani wawe sawa na wanaume, lakini kwa asili mwanamke anatakiwa kuwa chini ya mwanaume. Mwanaume ni kiongozi katika familia. Hata kwa imani mbalimbali za dini ambazo tunaziamini, mwanamke anatakiwa kuongozwa na mwanaume, kwani mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Mwanamke anapotaka kufanya mapinduzi na kuwa kiongozi katika familia, hii inamaanisha hawezi kuitii falsafa yako tena. Hawezi kuitii misingi ambayo umeiweka katika familia yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kama utamuoa mwanamke ambaye wewe ndiye utakuwa chini ya utawala wake, yani hawezi kuwa mtiifu kwenye falsafa na utawala wako, inamaanisha ndoto zako zitakwenda kuzima, kwani maamuzi ambayo ulitakiwa kuyafanya kama mwanaume hautaweza kuyafanya. Kumbuka, asilimia kubwa ya wanawake kisaikolojia huwa wanajaji vitu kwa kutumia hisia na si kwa fakti. Hivyo, wimbi la umaskini litakwenda kuyatawala maisha yako, kwani ndoto na malengo uliyokuwa nayo yatakwenda kuzibwa na hisia za mwanamke ambaye umeingia naye katika mahusiano. Kama wewe ni mwanaume mwenye ndoto na malengo ya kufanikiwa katika maisha yako, oa mwanamke ambaye atakuwa mtiifu katika utawala wa mahusiano yenu. Namba 2, kamwe usioe mwanamke asiyekuamini. Zipo baadhi ya nyakati ambazo mwanaume anaweza kujikuta ameingia kwenye mahusiano na mwanamke asiyemwamini. Labda ni kwa sababu anampenda sana mwanamke huyo, lakini siri ambayo hauijui ni kuwa kama utaingia kwenye mahusiano na mtu asiyekuamini, muda mwingi mtajikuta katika migogoro, kwa sababu vitu vingi ambavyo utakuwa unavifanya yeye atakuwa nadhani kuna vitu vya ziada ambavyo si vya kimaadili katika mahusiano ambavyo unavifanya. Moja kati ya kesi ambazo utakuwa unakumbana nazo hata kama haujazifanya ni kesi za usaliti. Kuna wakati unaweza kuchelewa kurudi nyumbani kwa sababu unapambania familia yako, lakini kwa sababu mwanamke ambaye umemuoa hana imani na wewe, basi atajikuta na kuhutuhumu katika makosa ambayo haujayafanya, hasa makosa ya uchepukaji. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya unapotaka kuingia kwenye mahusiano ya ndoa, basi oa mwanamke ambaye anakuamini, kwa sababu huyo ni mwanamke ambaye atakufanya uwe na amani. Na tafiti za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa mwanaume anapokuwa na amani, akili yake inakuwa na utulivu. Akili ya mwanadamu inapokuwa na utulivu, mwanadamu anaweza kung'amua mambo yapi ya msingi ambayo anaweza kuyafanya kwa ufasaha ili akatimize malengo yake. Lakini ubongo wako unapokuwa
unapokuwa hauna utulivu, ni vigumu sana kuweza kuchanganua mazuri na mabaya ambayo yatakwenda kukusaidia kutimiza malengo yako. Namba 3, kamwe usioe mwanamke mwenye matumizi makubwa kuliko uwezo wako. Watu wengi wanaingia kwenye maisha ya ndoa na wanawake kwa sababu tu wamevutiwa nao. Miongoni mwa mambo ambayo watu hawa wanayasahau ni kuwa kitendo cha kuwa na matumizi makubwa kuliko uwezo wako ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuyazuia mafanikio katika maisha yako. Hata wewe mwenyewe utakapokuwa na matumizi makubwa kuliko pesa ambazo unaziingiza kwa siku, hautaweza kufanikiwa maishani mwako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kama wewe ni mwanaume ambaye unatamani kufanikiwa kuliko binadamu wengine, unapoingia kwenye mahusiano, basi angalia mwanamke ambaye matumizi yake ni madogo, mwanamke ambaye anaweza kuelewa hali yako ya kiuchumi na akakubali kuishi kulingana na kipato mlichokuwa nacho. Kwani huyu ni mwanamke ambaye ukiwa naye itakuwa ni rahisi kwako kufanikiwa, bali ukiingia kwenye mahusiano na mwanamke mwenye matumizi makubwa kuliko kipato chako, amini usiamini, hautaweza kufanikiwa. Utajikuta unaingia kwenye madeni kila itwapo leo. Utajikuta kila pesa ambayo unaitafuta, badala ya kuielekeza katika mlengo wa kwenda kutimiza malengo yenu, utajikuta ni mtu ambaye unaimaliza pesa yote katika matumizi ili tu umridhishe mwanamke ambaye umeingia naye katika mahusiano. Namba 4, kamwe usiingie kwenye mahusiano na mwanamke ambaye ameingia na wewe kwenye mahusiano kwa sababu ya kufuata kipato ulichokuwa nacho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kadri unavyozidi kufanikiwa katika maisha yako, ndivyo inapozidi kuwa vigumu kujua ni nani mwenye upendo wa kweli na wewe. Kwani ndugu, rafiki na jamaa ambao wanakuja katika maisha yako, wengi wao wanafuata kile ambacho unamiliki na si utu wako. Hata katika mahusiano, unapoingia kwenye mahusiano ikiwa tayari umefanikiwa katika maisha, inawezekana ikawa ni vigumu kuweza kujua ni mwanamke yupi ambaye anakupenda kwa dhati na ni mwanamke yupi ambaye anajisogeza karibu na maisha yako kwa sababu amefuata mali zako au madaraka au nafasi uliyokuwa nayo katika jamii yako. Ni vema ukatafiti kwa kina zaidi. Mpime mwanamke kwa vitu vingi, utaweza kujua ikiwa mwanamke huyo amekuja katika maisha yako kwa sababu amefuata pesa ambazo unazo ama anakupenda kwa dhati. Madhara ya kuoa mwanamke ambaye amefuata pesa zako, ina maana atakuwa anakuchuna, atafanya matumizi makubwa, atakutumia kujinufaisha kiuchumi, na mwisho wa siku atakuja kukuacha ukiwa maskini sana. Itakuwa ni vigumu sana kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Jaribu kujichunguza maradufu kabla ya kufanya maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na mwanamke ambaye unatamani kumuoa. Namba 5, usioe mwanamke asiyekuwa na maono katika maisha yake. Mwanamke mwenye maono atathamini malengo mliokuwa nayo katika maisha. Kuna wakati pesa itakuwepo, lakini atakubali kujibana kwa sababu anajua pesa iliyopatikana ni kwa ajili ya kwenda kufanya vitu fulani vya msingi ambavyo ni moja kati ya vitu vinavyoweza kwenda kuyatimiza malengo yenu. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo asilimia kubwa ya wanaume wanayafanya kwenye maisha yao ni kujikuta wakiingia kwenye mahusiano na wanawake wasiokuwa na maono ya maisha. Hawa ni wanawake ambao kila pesa inapopatikana katika maisha yao wanaielekeza katika vitu visivyokuwa na msingi katika maisha. Kwa mfano, wanatumia pesa nyingi katika masuala ya urembo, kununua nguo nzuri, kununua mawigi ya gharama, kununua mafuta ya gharama. Hebu jaribu kuona wanawake wenye mafanikio katika maisha yako ni aina gani ya maisha ambayo wanaishi. Je, wanatumia pesa nyingi kwenda kununua mawigi, mafuta ya gharama na nguo za gharama? Utakuta asilimia kubwa ya wanawake wenye mafanikio wako very simple ukilinganisha na asilimia kubwa ya wanawake ambao hawana mafanikio katika maisha yao. Kuwa mtu ambaye unaweza kumtafiti mwanamke kabla ya kufanya maamuzi ya kuingia naye katika maisha ya ndoa. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.